Kitabu cha Luka sura ya 11 na mstari ule wa 39 mpaka 40. Anasema, ndio Bwana akamwambia, ninyi Mafarisayo, mwasafisha kikombe na sahani kwa nje, lakini ndani yenu mmejaa unyang'anyi na uovu. Ndio. Enyi wapumbavu, aliyevifanya vya nje siye yeye aliyevifanya vya ndani pia? Ndio. Kwa Yesu anasema mnasafisha vikombe kwa nje na sahani, lakini ndani hali ikiwa ni chafu. Nje tunaonekana kwa upande wetu kama Wakristo, nje tunaonekana ni watu tunakwenda mbinguni, nje tunaweza kuonekana ni kama wasafiri, nje tunaweza tukaonekana tupo kwenye stendi tunaondoka na gari kusafiri, nje tunaweza kuonekana tunafaa kwenda kwa Baba, lakini ndani yetu kama kumejaa uovu, kama kumejaa machafuko, kama kumejaa dhambi, lakini nje tunaonekana ni waenda mbinguni, alafu ndani kumejaa uovu. Yesu anasema umekuwa umesafisha kikombe kwa nje, lakini ndani yake kimejaa uovu, ndani yake umejaa maovu, mmejaa unyang'anyi, mmejaa ubaya, mmejaa fitina, mmejaa hasira, mmejaa kila namna ya ubaya, mmekosa msamaha katika mioyo yenu. Halafu kwa nje watu wakiwaona wanawaita watumishi, lakini ndani yetu tumekosa kuonekana kuthibitisha ule utumishi kwa matendo na kwa mwenendo, kwa sababu kwa nje tumetazamika kipengele kingine na ndani tumetazamika kipengele kingine. Anapotazama anayetazama ndani anaona ni waongo na ni wanafiki. Ndani mtu anaweza kuwa katika kanisa, anaweza kuwa popote, akahubiri injili popote, akasema popote, lakini akaonekana kwa nje kama ameibeba kusudi la Mungu, lakini kumbe ndani ni uchafuzi mtupu. Yesu anawaambia Mafarisayo, mstari wa 40 anasema, enyi wapumbavu, aliyevifanya vya nje siye yeye aliyevifanya vya ndani pia? Maana yake mnajaribu kuonekana kwa nje. Sasa nasema si ndiye aliyefanya na vya ndani, maana yake hajui siri yako ya ndani. Aliyefanya nje, unapotaka kuonekana hivyo, yeye ndiye aliyekufanya na ndani. Kwa kumbe mpango wa Mungu ni kwamba mtu anapoitwa Mkristo, kwanza ni lazima awe safi kuanzia ndani mpaka nje. Matokeo ya usafi wa nje unategemea matokeo ya usafi wa ndani, kwamba manake unaposafika ndani unakuwa safi, unaacha uovu, unaacha fitina, unaacha kuwafitini watu wengine, unaacha kila namna ya ubaya ndani yako. Sasa hapo ndipo anasema, maana yake wewe umekuwa tayari umeosha kuanzia ndani, maana yake umeacha tabia yote mbaya. Unapoiacha maana yake umefanya usafi kwa ndani. Unapoacha mabaya maana yake umefanya usafi kwa ndani. Sasa huku ndani ndo anaposema, lakini watu wengi tunaingia tunakubali kuwa katika wokovu, lakini ndani hatupo tayari kubadilika. Kwa hiyo anasema unaosha kikombe kwa nje, lakini ndani ni kichafu. Haiwezekani mtu anaosha kikombe kwa nje, kwa hiyo alafu ndani kichafu, mahali panapokaa kitu. Wakati huyu unayemwamini anakaa ndani yako, hakai nje. Kwa nje tunaonekana, anasema tunaonekana kama watu ambao tayari tunakwenda mbinguni, lakini kila ukitazama kwa nje, muonekano wa watu kwa nje unaonyesha ni Wakristo, lakini ukienda ndani uchafu bado upo. Maana yake amejisafisha kwa nje, ameacha mambo yale yanayoonekana, ameacha pombe, ameacha ugomvi, lakini yale yasiyoonekana bado yako ndani. Hapa ndipo penye shida ya Wakristo, mambo yasiyoonekana. Haya ndiyo yanayosababisha mioyo yetu inakuwa michafu ndani yetu, kwa sababu yale yanayoonekana, unajua hata watu wataniona, Lakini kama umemchukia ndugu fulani usalishani naye,
Yaani umemweka kama mtu ambaye umemchukia, ukikutana naye unamsalimia, ukikutana naye unaongea naye, lakini inapofika tukio la ndani haujawahi kumkubali. Maana yake hiyo ni siri iliyo ndani. Unapokuwa nje unaonekana una amani naye, lakini ndani kumebeba bado hasira juu ya watu wengine. Sasa hiyo ni siri. Ndio maana nasema kwa ndani, kwa sababu Yesu alishughulika na watu kwa ndani. Akishashughulika nao kwa ndani, ili nje kudhihirisha kulingana na matokeo ya ndani. Unapoanza ndani, lazima na nje kutabadilika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo anasema kwamba kwa maana kwa kadiri ambavyo tunasafisha miili yetu, tusisafishe tu kwa nje kwa vinavyoonekana, bali na vile visivyo, yale mambo yasiyoonekana kwa macho. Kama ni jambo lolote ambalo ni la siri linalofanyika, hilo ndilo Mungu analoangalia kwa Mkristo. Yale ambayo nadhani wengine hayawaoni, hayo ndio Mungu anashughulika kuyaona. Sasa nasema kama utakuwa nadhani watu hawaoni hili, maana yake ni sawa na aliyesafisha kikombe kwa nje, alafu anachota kwenye kikombe kichafu maji, wakati nje kisafi lakini ndani kimechafuka. Alafu kikombe hiki kitashindwa matumizi kwa sababu ndani kimeonyesha uchafu. Kwa hiyo Mungu anashughulika, mtu akianza kujisafisha ndani, lazima nje kutatokea matokeo. Kwa hiyo anasema Wafarisayo hao walisafisha kwanza nje. Walionekana kama watu wa sheria, walionekana kama watu walioshika torati, lakini ukiwaona hawaitendi hiyo torati. Huko ndiko kusafisha kitu cha ndani. Nje mmefuata sheria yote, mmeweka mahali pa kuabudu, mnahudhuria pa kuabudu, mnafika, lakini yale mambo yanayotakiwa yaache, uweze kuyaacha. Mahali pale bado unafanya nini? Unakwenda. Hasa kama unaendelea kwenda pale mahali, maana yake hapo ni kwa nje umejionyesha, umejisafisha, lakini ndani bado vikombe ni kichafu. Sasa anasema kwa namna hiyo, hapana. Mstari wa 40 ndipo anasema kwamba enyi wapumbavu, aliyefanya nje si yeye aliyefanya na ndani pia? Aliyefanya nje sio yeye aliyefanya na ndani pia? Utamficha nani? Yeye ndiye aliyefanya na ndani. Yeye ndiye aliyefanya nje. Aliyekufanya uwe hivyo nje, yeye ndiye anayekufanya na ndani pia. Kwa hiyo kwa maana na kujua kuanzia ndani mpaka nje. Kwa hiyo unapojisafisha kwa nje huko ibadani, lakini ndani umebeba maovu. Ndani nimebeba maovu. Halafu Jumapili niko ibadani, Jumatano niko ibadani, siku ibada na mimi nilipo, lakini bado ndani, manake nje nimejisafisha, kila mtu anaamini naendelea vizuri na ibada, lakini ndani kumebeba kitu ambacho kimeleta sababu Mungu hanielewi. Sasa yale ya ndani ndio Mungu anataka tuyatoe, tuyaondoe ili tuwe safi mbele za Bwana. Ile inayoitwa siri yangu binafsi ndio Mungu anataka uiondoe ili upaki na Kristo ndani. Kwa sababu aliyefanya nje ndiye aliyefanya na ndani pia. Hili analifanya Mungu kwa sababu anakujua kuanzia kuzaliwa kwako mpaka hapo ulipo. Ndio maana akisema aliyefanya nje ndiye aliyefanya na ndani pia. Yaani ndiye aliyekupa utu ulioitwa wokovu. Huko ndani anaposema ndiye aliyekupa utu wa ndani, hatakuwa nao hapo kabla. Tulipopokea wokovu tukawa na utu wa nini? Wa ndani. Kabla ya wokovu tulikuwa hatakuwa nao. Kwa hiyo na maana kusema aliyokufanya kwenye huu mwili ndiye aliyekuletea na huu utu wa ndani. Utu wa ndani haukuwa nao hapo kabla. Maana yake sasa kama utakuwa unaishi kwenye utu wa ndani, wa nje unaonekana vizuri, lakini utu wa ndani hauko vizuri, huyo ndiye aliyekuletea huo utu wa ndani. Kwa hiyo anakujua. Haleluya. Bwana asifiwe. Hebu tuone katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4. Mtu anaweza nisomea Wakorintho wa pili sura ya 4? Mtu anaweza kumsomea Wakorintho wa pili sura ya 4 na mstari wa 2. Tutaruka tena tunakuja kusoma 18. Lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyostirika, wala hatuenendi kwa hila,
wala kujichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli twajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Amen. Amesema lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika. Wanasikia Mtume Paulo anapoambia Wakorintho, anasema lakini tumekataa mambo ya aibu yamesitirika. Ina ni ya aibu. Mambo ambayo yako ndani yetu yamesitirika, lakini yana aibu mbele yake. Aibu ya mtu wa Mungu maana yake hatakapoingia katika mateso ya milele. Hiyo ni aibu ya mtu ambaye tulikuwa tumekwisha kumjua Mungu, alafu tukaenda kwenye mateso kwa sababu ya dhambi iliyositirika. Katika mstari huu anasema kwamba, mstari wa pili, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila wala kulichanganya neno la Mungu na uongo. Tumekataa mambo ya aibu, mambo yaliyositirika, wala kuenenda kwa kulichanganya neno la Mungu na uongo. Unajua, unapofanya katika mwili baadhi ya mambo alafu ndani hauko tayari kuyaishi, maana yake ni sawa na mtu aliyekataa, ni sawa na mtu ambaye amelichanganya neno la Mungu na uongo. Paulo anasema hatulichanganyi neno la Mungu na uongo. Sisi tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, mambo yaliyo ya siri, mambo ya aibu yaliyo ya siri. Paulo anasema tumeyakataa kwa sababu tumemjua Mungu. Tunayakataa mambo ya siri yaliyositirika ambayo baadaye yanaweza kutuletea aibu. Maana kwa nje ninapoonekana ninashiriki ibada, ninapoonekana nafanya ibada na imani na sifu, ni kweli nimejulikana kwa nje, lakini kwa ndani kuna mambo yamesitirika ambayo si agizo la Mungu, ambayo si agizo la neno la Bwana. Biblia inasema kama ndani yangu yako hayo, maana yake Paulo anasema sisi hatuendi kulichanganya neno la Mungu na uongo. Hasema hatufanyi hivyo, lakini sisi tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika. Kuna mambo ya aibu yaliyositirika, yaliyofichika ndani ya mtu, anayajua mwenyewe, hata watu wengine hawajui. Sasa hayo ndio lazima unapookoka ujue aliyekufanya mtu wa ndani, aliyekufanyia mtu wa nje ndiye aliyekupa na mtu wa ndani. Maana yake mtu wa ndani umekuja kwa sababu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yake tulipookoka tukaishi kwenye wokovu, maana yake tunaishi kwenye mtu wa ndani. Sasa nasema aliyekufanyia mtu wa ndani ndiye aliyekufanya kwenye mtu wa nje pia. Kwa hiyo anasema, Paulo anasema mambo yaliyositirika tumekataa. Kwa mtu anapookoka lazima katae mambo yaliyositirika ndani yake, mambo ambayo hayaonekani kwa macho ya kawaida, lakini kwa macho ya kibinadamu watu hawawezi kuyaona, lakini yeye anafahamu siri ya moyo wake, matendo yake anayoyafanya anayajua, na Mungu anajua, kwa sababu ndiye aliyekupa utu wa ndani. Maana yake awali ulikuwa nao, Mungu amekupa utu wa ndani ambao hata yeye mwenyewe anaujua, anakuangalia. Kwa hiyo unapokuwa na kitu kilichositirika kwa ajili yako, hujawahi kukitubia, unafahamu kama ni siri, Biblia inasema yatafunuliwa katika madhabahu. Watu wa Mungu watahubiri mambo ambayo umeyatenda. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaona rohoni. Kwa hiyo anasema kwamba yale yaliyositirika, Paulo anasema tumekataa mambo yaliyositirika, mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, kwamba tuonekane tumeokoka na alafu tunakwenda tofauti na wokovu. Hasema hapo ni kulichanganya neno la Mungu na uongo. Mambo ya ndani uliyoyajua wewe yaliyokwenda kinyume na Mungu, maana yake usipoyatubia yamebeba hukumu ndani. Usipoyatubia ndani yako kunakuwa na hukumu. Usipoyatubia ndani yako kunakuwa na hukumu. Maana yake inakuwa nipo lakini bado nimebeba hukumu ndani yangu, kwa sababu nje watu wameniamini, lakini ndani maisha yangu yamekuwa tofauti na wanavyoniona mimi. Wao wanavyoniamini mimi, lakini si ndivyo nilivyo ndani yangu. Sasa Mungu anataka kama watu wanavyonijua nje ndivyo niwe hata ndani. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anataka jinsi watu wanavyokuamini ndivyo wakuone ulivyo hata ndani. Ndivyo natakiwa kuwepo. Anasema tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, mambo ambayo kuyachanganya maneno ya Mungu na uongo. Anasema tumekataa mambo hayo. Mstari huu anasema lakini tumekataa
kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli twajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Dhamiri za watu zikiwashuhudia mbele za Mungu, kwa namna ambavyo wanaamini kwamba wamekataa kuwa na mambo ya siri yaliyosirika ndani yao, ambayo ndani yake amebeba aibu. Bwana asifiwe. Amen. Siku zote mambo yaliyosirika uliyobeba kama siri unayatenda huko, unayafanya huko, lakini upo unaendelea tu na kuhesabu, unanihesabu kwamba na mimi ni mshirika, unanihesabu na mimi, lakini kumbe ndani yangu mimi niko nje na nini. Hasa nasema kwa namna hiyo, maana yake unaponitazama kwa nje unaona kabisa niko pamoja naye, lakini kwa matendo, kwa sababu walioitwa Kristo hawa tofauti yao, maana yake lazima hata kwenye maisha yao yawe tofauti kwenye mienendo yao. Kwa ndio maana nasema kwamba sisi tumekataa mambo yaliyosirika. Si mtu ana siri yake ndani. Kuna mtu hajawahi kumwachilia, bado moyo unakukuta juu yake. Hilo ni la kwake tu, hakuna anayejua wala hakuna anayefahamu. Mwingine basi anatenda tendo la zinaa, la uzinzi, misiri yake hawezi kumwambia mwingine, lakini anajua yeye tu na moyo wake. Mwingine amekuwa na tabia ya uchawi, lakini kwa sababu anajua yeye tu na yeye na mwenyewe. Sasa hiyo ni dhambi iliyosirika ndani. Paulo anasema tumekataa mambo yaliyosirika yanayoleta aibu. Mambo ya aibu yaliyosirika tumeyakataa. Kwa sababu ya wokovu unayakataa mambo yaliyosirika yanayokuwa siri yako mwenyewe. Unajua wewe tu, lakini na unajua ni dhambi, hutaki kukata kuacha. Ninajua ni dhambi, sitaki kuacha, lakini naendelea kusaidia pamoja na watu na tunatumaini la kumuona Mungu. Kama nimesema, wakati mwingine unakuta moyo wako umebeba mzigo mzito. Hiyo ni siri yako, haujawahi kumwambia mtu, na ukimwambia mtu hawezi, unavyomweleza si kama unavyomaanisha ndani. Kwa hiyo nasema kwamba tumeyakataa mambo maovu, tumeyakataa mambo yaliyo ambayo yameshirika, tumekataa mambo ya aibu yaliyoshirika, wala hatuenendi kwa hila wala kulichanganya neno la Mungu na uongo. Hakuna mtu anaweza kumdanganya Mungu, wala hamna mwanadamu yoyote aweze kumdanganya Mungu. Mungu anaona, yeye anajua mpaka kwenye mahali paliposhirika. Hebu angalia mahali gani umeshirika. Hebu chunguza wapi ambapo pamebeba sirika, yani uliposirisha kitu fulani. Mahali ulipowekeza jambo haujawahi kuliachilia, alafu hakuna anayejua. Kuna mtu anaweza kukaa naye, lakini moyoni anatafuta njia ya kukuua ila hajawahi kupata tu nafasi. Hilo ni jambo lililosirika. Kuna mtu anaishi na mtu mwingine, lakini ana mtazamo mbaya juu yake, alafu hata yule ndugu hajui kama yeye ana mtazamo mbaya. Hilo ni jambo lililosirika. Sasa kuna mtu anakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini sisi na mimi wengine mnanitambua kama ni kanisa, kumbe nimeenda kinyume na mapenzi ya Mungu, alafu bado mnanihesabu kama bado Kristo. Sasa hayo ni ya kwa nje, lakini ndani Mungu amenikataa. Sasa Mungu nielewe, Biblia inasema yaliyosirika tumeyakataa. Yako mambo mengi ambayo yanasirika ndani yetu. Hadi mke wangu anaweza siyajue, hadi mume wako anaweza siyajue, lakini wewe unafahamu na siri yako mwenyewe unachokifanya. Sasa haya ndio Paulo anasema tumeyakataa, ambayo hata mume wako hataki kujua, ambayo hata mke wako hataki kujua. Ndiye anasema tumeyakataa mambo yaliyosirika ndani yetu, yaliyosirika ambayo yanaweza kuleta aibu mbeleni. Anasema tumeyakataa hayo kwa sababu ya wokovu. Wokovu unakupa uwezo wa kuyakataa mambo mabaya. Wokovu unakupa nguvu ya kuyakataa dhambi. Wokovu unaweza kusababisha wewe ukakataa kila namna ya mambo ambayo Mungu ameyakataa. Kwa hiyo anasema kwa sababu hiyo tumeyakataa mambo yaliyo maovu. Haya tumeyakataa kwa sababu mambo hayo yanaweza kutuletea aibu. Mambo ya aibu yaliyosirika ni aibu, alafu yamesirika kwetu. Ila ni aibu, hatujui kama yana aibu haya mambo. Sasa nasema kama kuna jambo ambalo hata mume wako hawezi kujua, ambalo hata mke wako hawezi kujua, ambalo hata mke wako hawezi kujua, anasema hilo waliokoka wanayakataa hayo kwa sababu yana aibu mbele yake, kwa sababu yamebeba aibu ndani yake.
hayo yaliyosirika, hayo yaliyofichika, ambayo watu wanatazama katika wema, watu wanatazama katika uzuri, watu wanatazama katika wema, lakini wewe si ndivyo ulivyo. Biblia inasema umevaa vazi la kondoo, lakini mbwa mwitu mkali. Umemvalia kondoo, mtu anatazama anaona kondoo, lakini ndani kuna mbwa mwitu. Moyo wako mbwa mwitu, mawazo yako mbwa mwitu, matendo yako mbwa mwitu, lakini mtu akikutazama anaona kondoo. Hii ni hatari kwenye wokovu. Hii ni hatari kwenye Ukristo. Hii ni hatari kwenye maisha ya utakatifu. Maisha ya utakatifu yanataka sisi watu wa Mungu tusiwe na jambo lililosikilika ndani yetu ambalo tumeshindwa kuliachilia na kulisamehe. Tumeshindwa kulitenda kwa wema. Nimesema tutende yote kwa wema. Kila jambo tulifanya kwa wema. Lolote unalofikiri juu ya ndugu yako, fikiri kwa wema. Ukifikiri katika ubaya, maana yake tayari kuna jambo lilosikilika juu ya ndugu yako. Sasa unajapo lifunua lisipokuwa wazi, maana yake limebeba aibu ndani yake. Unajua, leo mwambie dhambi iliyosikilika, mambo yaliyosikilika ndani ya Wakristo ni mengi, ila huwezi kuyajua mambo yaliyosikilika. Yaani kuna mambo ni ya yeye, mwingine wako wawili, ni kama Anania na mkewe, mwingine watu wanapatana kabisa, wanafanya kwa pamoja, ila neno la Bwana limekatana, yamesikilika hayo mambo. Wala mchungaji wake hawezi kuyajua hayo, wala mtumishi wake hawezi kuyajua hayo, ila wamepatana na wao wote wako kwa nia moja, wamepatana kuyafanya hayo, ila yamesikilika. Ni siri yao. Kwa nini siri? Mambo yaliyo ya giza ni ya Shetani, mambo yaliyo ya nuru ni ya Kristo, kwa sababu yeye ni nuru ya ulimwengu. Giza likija, yeye ni nuru. Kwa hiyo yote yaliyotendeka kwa siri huwa mara nyingi yanakuwa katika giza, yanakuwa katika hali ya giza, si katika hali ya nuru. Katika kitabu mstari wa 18 tusome 4:18. 4:18 anasema tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana visivyoonekana ni vya muda tu. Bwana asifiwe. Vinavyoonekana hivi tunavyoviona, Biblia inasema ni vya muda. Au si mtu wa Mungu? Hivi vyote unavyoviona duniani, wanawake wazuri, wanaume wazuri, magari, fedha, kile unachokiona, kile unachokitamani, kile unachokifikiria, Biblia inasema kila unachokiona ni cha muda, lakini yale yasiyoonekana ni ya milele. Yale yasiyoonekana ni ya milele. Wokovu ulio mbele yetu ni wa milele. Uzima ulio mbele yetu ni wa milele, watu wa Mungu. Hivyo vyote ni vya milele, lakini vingine vinavyoonekana kwa macho ya kawaida, Biblia inasema sio vya milele, ni vya muda mfupi. Vyote tunavyotazama vinavyoonekana vina kitambo kidogo. Wako watu walimiliki magari, wako watu walimiliki kila kitu. Walipoumwa walisema moyoni mwao kwamba tunazo fedha, tutatibiwa hata Marekani. Lakini walipoenda Marekani, walikufa Marekani na fedha zao hazikuwasaidia. Kwa maana nilikwambia hakuna kitu ambacho kinadumu. Wanaume hawawezi kudumu, wanawake hawawezi kudumu, lakini visivyoonekana ambavyo ni uzima wa milele, hivi vyote vinadumu hata milele, na ndio maana havijawahi kubadilika. Biblia inasema dunia na vitu vyote vitapita, lakini neno la Mungu limesimama na neno ile lile, kwamba kama mtu akitenda dhambi ni katika hukumu ya ziwa la moto, lakini atendaye haki ataingia katika uzima wa Mungu. Haijawahi kubadilika kwamba sasa imebadili, haijawahi. Katika mstari huu anasema tusiviangalie vinavyoonekana. Mstari wa 18 anasema tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Kwa maana vinavyoonekana, vyote vizuri unavyoviona, vyote vizuri unavyopenda kutenda, wengine wanapenda tu kwa sababu ni pombe, basi anakunywa kwa sababu anapenda hivyo vitu, lakini anasema hivyo ni vya muda tu unavyoviona. Tafuta wokovu,
tafuta vile vijavyo, tafuta vile vinavyokuja. Ni vipi? Yesu anasema atakuja, ni vile visivyoonekana, hivyo bado havionekana. Yesu anasema atarudi kuwachukua watu wake, hayo mambo bado hayaonekani, yako mbele. Anasema ndio tutafute sana yasiyoonekana haya, tutafute sana haya yasiyoonekana. Tukitafuta vinavyoonekana ni vya muda, ambavyo kuna siku vinapita. Watu walimiliki magari, lakini wamekufa, wameacha magari yao yanachezewa. Watu walimiliki vitu vingi vya ulimwengu, lakini ilipofika wakati walitoweka, hata ndugu zote wao hawakuamulia chochote. Hebu angalia, tazama vivyo mbele yako. Wewe hapa duniani hautakuishi maisha marefu. Mimi hapa duniani sina maisha marefu, ila kuna mambo mahali ninakokwenda baada ya kufa. Baada ya kuzaliwa kuna kuishi, baada ya kuishi kuna kufa. Tayari umeshaanza kuishi, tayari umeishi hapa duniani, lakini umesalia na jambo moja, kufa. Na huko unapokufa ndiko kuna visivyoonekana, hivi ambavyo Biblia inasema tusivitazame sasa vinavyoonekana. Havipo hivi tunavyoviona hapa. Ukija kufa, ikifika siku ile hautaviona hivi unavyovihangaikia. Hangaikia wokovu, mtu wa Mungu, hangaikia Kristo, hangaikia utakatifu, hangaikia ibada, hangaikia Mungu, halafu milango mingine itafunguka. Wakati mwingine milango mingine imeshindwa kufunguka kwa sababu tumekosa kuwa katika Ukristo, tumekosa kukaa kwenye wokovu kweli kweli, tumekuwa watu wa kuhama. Kwa hiyo tukikaa sana kwa Kristo, hata milango isiyotarajiwa itafunguliwa, kwa sababu yeye ndiye mwenye milango hiyo. Anasema katika kitabu chake kimoja, anasema nikifunga mlango mimi hakuna funguaye, na nikifungua mlango hakuna fungaye. Mlango wa Mungu hata ukifunguliwa hakuna mtu anaweza kufunga duniani. Hakuna mganga anaweza kufunga duniani, hakuna mchawi anaweza kufunga duniani, hakuna mkuu wa pepo anaweza kufunga duniani. Mlango wa Mungu ukifunguliwa, umefunguliwa daima. Lakini milango ya wachawi inafungwa, milango ya waganga inaweza kufungwa, milango ya kila mafrimason inaweza kufungwa, lakini lango la Kristo likifunguka halifungwi na mwanadamu. Kwa Biblia inasema kwamba tuangalie hivi visivyoonekana, tusivitazame sana. Tuangaikie vile visivyoonekana vivyo mbele yetu. Tumeshazaliwa, tumeshaishi, tumebakia kufa. Kama tunajua mbele yetu kumebakia mauti, kifo, baadaye lazima tuvitazame visivyoonekana. Hivi ndivyo tunavyoviendea baada ya kifo. Hivi ndivyo tunavyoviendea. Kwa nini lazima tuvitazame hivyo zaidi? Kama kuna mtu alikushika moyo wako, alikuumiza, hebu mwachilie. Hebu mshabie kwa mmemwachilia, umemsamehe. Ukisema achilia, halafu anza kuishi kwa kutafuta visivyoonekana. Hivi vinavyoonekana vinapita. Biblia inasema ni vya muda tu. Katika kitabu hiki amesema vinavyopita ni vinavyoonekana ni vya muda, lakini visivyoonekana ni vya milele. Hebu tujilifutie umilele. Tuandikie umilele, tuandikie uzima. Kuna umilele, uzima wa milele. Kwa hiyo anaposema visivyoonekana vya milele, maana yake uzima ule unahitaji jukumu hapa katikati, uhangaikie ili uweze kuupata ule uzima. Kwa hiyo ili upate uzima, kuna kazi ya kufanya kwenye uhai unaoishi. Wakati ukiwa unaishi, kuna mambo lazima uyadhibiti kwenye mwili wako. Lazima uweze mwili wako kudhibiti ili usihangaike na vinavyoonekana. Mtu akiweza mwili wake akaudhibiti, atamuona Mungu, kwa sababu mwili ndio unaokupeleka kwa vinavyoonekana, lakini roho inakusukuma kwa visivyoonekana. Watu saizi nao wanakizana. Mpaka mtu anakutokea akaanza kukwambia, hata mtu mmoja anakuambia mwache Mungu upate pesa. Mtu anakuambia mwache Mungu upate pesa. Yupo kwenye injili, anamhubiria shetani watu. Sasa na wewe jichanganya, wakuna tamana pesa, acha Mungu utafuta pesa, alafu kwa sababu umeishi umebakia na kifo kinachukua nafasi. Hautaziona faida ya fedha zake, hautaona faida za fedha zako, kwa sababu maana yake ili uone faida lazima upate mlango uliofunguliwa na Mungu. Kama mlango umegoma kufunguliwa na Mungu, wewe mshike tu Mungu, ili milango mingine achana nayo. Ukimshikilia Mungu, anajua utaishi vipi. Anaelewa unahitaji ushike, anaelewa. Mungu wetu ni Mungu wa leo na jana na hata milele. Yeye anasema mimi ni niko ambaye niko niliyekuweko. Kwa hiyo yeye anaweza kufanya wakati wowote. Isiwepo jambo la kukutoa kwenye wokovu kaingia kwenye mambo yanaonekana. Wanawake wanaonekana, wanaume wanaonekana, majengo yanaonekana, majumba yanaonekana, magari yanaonekana. Ondoa tamaa kwenye hivyo vitu, tamaa ni uzima milele.
utazame ule uzima. Fedha zinapita, yaani usipokuwa nazo bado utaishi, lakini nikwambie, utakapokosa wokovu, baada ya kifo hauna maisha. Kwa hiyo mtu akikaa kwenye wokovu, hata akiwa hana pesa, anaonekana kama anazo. Ni kwa sababu yuko kwenye mtu ambaye ni mkuu kuliko vyote. Yeye anasema ni mkuu kuliko wao. Mungu wetu ni zaidi ya miungu yote. Kwa hiyo lazima tutafute visivyoonekana, tuhangaikie uzima milele. Lazima tuhangaikie hivyo. Tukivitazama vinavyoonekana ni vya muda, vinaonekana leo, kesho havipo. Waliofurahia wazee wao hawa zamani, waliofurahia zamani, si ndivyo tunavyofurahia sisi leo. Wakikusimulia mahali walipokuwa wanashinda, wanaona ndio pazuri miaka hiyo. Leo tukiwaeleza palipo pazuri, wakilinganisha hapafanani. Kwa hiyo vyote unavyoviona vinatazamika leo, lakini kuna siku vinapita. Lakini sipokuwa neno la Bwana halipiti kama liko pale pale, na msingi wake umesimama. Hakuna mtu awezaye kuangusha msingi wa Mungu. Yeye amesema katika neno lake na hajawahi kubadilika. Vitabu vyote vya sheria vinaweza kubadilika. Vitabu vyote vya katiba vinaweza kubadilika. Vitabu vyote vinaweza kubadilika, isipokuwa neno la Mungu haliwezi kubadilika. Neno la Mungu linasimama pale pale, hana mtu anabadilisha. Kwa hiyo lazima ujue, tafuta visivyoonekana, yaani uzima milele. Hivi vingine vinavyoonekana vina kitambo, vimetengenezwa vionekane kwa muda, vinavutia kwa muda kitambo, lakini kisha vinakupeleka katika mateso. Kataa, achilia, fanya kitu kwenye moyo wako. Dhambi inayoshirika, anza kuiachia tangu sahihi. Moyo wako usikie kuachia, moyo wako usikie kuachilia sahihi, moyo wako usikie kuacha dhambi hiyo. Shirika sio jua hata mtu mwingine. Anza kuikataa tangia sahihi, anza kuiamuru itoke ndani yako. Maana yake unayo sababu ya kukataa, alafu Mungu achukue nafasi. Wewe ni kazi yako kukiri ndani yako, kukiri Kristo. Mwambie Bwana, sasa kuanzia sahihi, hii dhambi imenitesa vya kutosha, na ninaachilia na Mungu safari nyingine. Hii imeacha. Wewe unaona umeshirika, shetani amekudanganya tu. Ni kama mlevi anajificha sehemu inaonekana. Shetani ana tabia ya kudanganya. Unaonekana kama umejificha, kumbe unaonekana sana. Kwa hiyo ondoa ndani yako dhambi iliyosirika, dhambi iliyosirika, dhambi iliyofichika, dhambi iliyo ndani, asiyojua jirani, asiyojua mke wako, asiyojua mume wako, asiyojua